Na huu ndio mstari wa mashujaa wa imani ambayo imeorodheshwa pia kwenye ile Waebrania. Waebrania 11 ni Mwanzo sura ya 5. Waebrania sura ya 11 hawa mashujaa wametajwa hivi. Inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ina maana vilitajwa, ina maana vilitamkwa. Ndo hapa tunaona kazi ya neno, ambalo neno alikuwa ndani ya uzima, ambaye uzima kwa sababu si bubu, ana neno na hilo neno li ndani yake. Ndio maana Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwepo neno, na huyo neno alikuwako kwa Mungu. Maana alikuwako ndani ya huyo mwenye cheo kinachoitwa Mungu, na hapa ambaye anaitwa uzima. Na huyo neno alikuwa Mungu kwa sababu ni tamshi la uzima, na kwa huyo vyote vilifanyika. Sasa vilifanyika hapa anatueleza hivi, vilifanyika kwa vitu visivyo dhahiri, kwa kupitia utamshi wa kutamka. Ni matakwa, ni wazo, ni mpango, ni fikra, ni akili ya Mungu, na ilivyotaka na ilivyovitaka vikawa. Kwanzia mstari wa 4 anaanza kutuambia, anatutajia wale mababu. Anasema kwa imani Habili. Mstari wa 5, kwa imani Henoko. Mstari wa 6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Sijui kwa nini watu wanageuza kumpendeza Mungu kwa maombi yao, kumpendeza Mungu kwa kufunga kwao, kumpendeza Mungu kwa kutoa sadaka, kumpendeza Mungu kwa jitihada. Sio wanalitoa wapi hilo wazo? Kwa sababu hapa inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Haiwezekani. Sio pasipo maombi, sio pasipo matoleo, sio pasipo kufunga, sio pasipo kukesha milimani na kupigana na mapepo na maombi makali sana. Anasema lakini pasipo imani haiwezekani. Nasikia haiwezekani. Ndio maana yote yanawezekana kwa imani. Ina maana pasipo imani haiwezekani. Haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu sio kwa maombi, lazima aamini. Na bahati mbaya waombaji wengi hawaamini. Ndio maana maandiko yanasema hampati kwa sababu hamuombi inavyotakiwa. Hawaamini. Kwa nini? Utawasikia maneno yao, mtetemo wa sauti zao na maneno yanayotoka, unagundua sio waamini. Kwa nini? Mwamini amezaliwa mara ya pili. Mwamini amepokea asili ya Mungu. Kristo Yesu kama kiini cha uungu ambaye alitumwa kwetu, ni Mungu alimchukua Yesu akaweka kila kitu alichojua wewe unakihitaji, halafu akamchukua Yesu akamtoa kwako. Unasema unaongea nini? Wapi inasema hivi? Yesu, kwa taarifa yako, alikuwa ndo Mungu, ana kila kitu cha uungu. Kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7 anasema alijifanya kuwa mwanadamu, lakini kwa asili yeye ni Mungu. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 20 anasema Kristo Yesu huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Lakini bado Warumi sura ya 9 mstari wa 5, lakini bado Tito sura ya 2 mstari wa 13, Kristo Yesu anatajwa kama ndiyo Mungu. Kubali basi yeye ndo neno la Mungu. Na ukikubali tu neno la Mungu, swali nitakalo kuuliza,
inawezekanaje neno la Mungu na Mungu wawe wawili tofauti? Na nitalirudisha hili kwako niseme, hebu weza mwenyewe ujitofautishe kati ya wewe na neno la wewe, muwe wawili tofauti. Ukishashindwa hapo, ndio mimi napiga mstari kwamba Mungu aliye uzima na neno lake hawana tofauti, na hauwezi kuwatofautisha wala kuwaachanisha. Sasa kwa nini nasema waombaji wengi hawaamini? Yesu huyu ambaye ndio Mungu anasema kwenye Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 na 27, anasema nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, vyote, mamlaka ya kibaba. Kumbuka Yesu anapovaa mwili, maandiko yako wazi tu, akiwa katika ubaba kama chanzo uzima, anaitwa Baba. Anapovaa mwili anajinyumbulisha, na hapo ndipo anakuwa mwana aliyeacha enzi na mamlaka na utukufu. Anapokuwa mwana anatufikia kama binadamu, lakini baada ya kazi ile anakuwa Roho Mtakatifu baada ya kufa na kufufuka. Anapokuwa Roho Mtakatifu ni aliyeondoa mipaka wa utendaji kazi yake, kwa sababu wakati yupo kwenye mwili anakuwa na limitation. Kwa hiyo anapofufuka anakuwa ameondoa mipaka wa utendaji kazi ili apatikane kila mahali. Sasa anasema akiwa kwenye mwili wa kibinadamu kwenye Wakolosai sura ya 1 kuanzia mstari wa 16, anasema vyote vilifanyika kwa huyu. Anasema vyote vimeshikana na huyu. Mstari wa 18 anasema yeye ndiye chanzo cha uhai. Lakini kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyu, pasipo yeye hakikufanyika chochote. Waefeso sura ya 4 mstari wa 6 inasema yeye ndo Mungu mmoja, yeye mwenye kila kitu ameshikana na kila kitu, na kila kitu kimeshikana na yeye. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 11, hapo inasema Kristo ni yote katika yote na ndani ya yote, ndani ya wote. Huyu ndiye aliyesema Baba amenikabidhi vyote, vyote. Halafu akasema na mimi ninampa yeyote ninayetaka. Na ukisoma Yohana 15:15 anasema siwaiti tena nyinyi watumwa au watumishi, maana mtumishi hajui analofanya bwana wake, lakini mimi nimeita marafiki, maana nimewajulisha yote, ametufahamisha yote. Ina maana ametupa yote. Kwa hiyo ushahidi ni mkubwa. Mathayo 11 mstari wa 27, nimekabidhiwa yote. Yohana sura ya 3 mstari wa 35, nimekabidhiwa yote. Mathayo 28 mstari wa 18, ya mbinguni na duniani. Useme tu amekabidhiwa ya wapi? Ya mbinguni na duniani. Halafu anasema hivi kwenye Warumi sura ya 8 mstari wa 32, anasema ikiwa Mungu hakumshikilia mwanaye, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kuwa ametukirimia, yani ametupatia na mambo yote pamoja na yeye? Why do you think wewe umempokea Yesu ambaye hana baraka, kaziacha mahali fulani ambazo zinasubiri maombi yako ili zije? Kwa nini ufikiri umepokea Yesu halafu ameacha uponyaji mahali unaosubiri maombi yako? Ndio maana nasema waombaji wengi sio waamini, kwa sababu kama umeamini, maandiko yanasema ikiwa hakumzuilia mwanae alimtoa kwa ajili yetu, atakuwa amekosaje kuwa ametupatia na vitu vyote pamoja na yeye? Kwa nini ufikirie una Yesu ambaye hana kitu fulani ambacho kinasubiri maombi yako au utoaji wako au kufunga kwako au jitihada fulani fulani ambazo wewe lazima uzifanye ili akufanyie? Na kwa sababu hiyo, sikia waombaji wengi wanavyoomba, Baba
linakuja mbele zako, halafu wamebebelea pipa la damu, wanamwaga wanamotaka. Wakishachoka kumwaga, wanasema sijui wanamwaga nini. Hivi nyinyi waga mna Yesu yule aliyefufuka au mna Yesu yule ambaye bado hajafufuka? Kwa sababu ile kwanza aliyefufuka tayari hana damu, na Yohana 1:13 inasema kwamba waliozaliwa, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ni wale waliozaliwa si kwa damu. Nyinyi mna damu, mmeitoa wapi? Wakishamaliza kumwaga, watasema maneno haya: Baba, ninakuomba ututangulie katika safari hii. Unaona hicho wanachokiri ni nini? Ina maana hawaombi. Kuna mtu mmoja alikuwa anamsikiliza hapa, ametumia lugha moja ngumu kidogo. Huwaga kama wanamkomandi, wanamuona Mungu ambaye hajui wajibu wake. Sio ile Mungu anayesema nitawapigania nyinyi nyamazeni kimya. Hawana huyo Mungu wa hivi. Wana Mungu anaye sahau, ambaye amelala, anahitaji kuinushwa, kukutushwa, kugongewa mlango kwa nguvu, hatimaye ataamka kama yule wabani. Wana Mungu aliyelala usingizi. Utasikia watasema umkumbushe, lakini ukiwaambia Isaya 49, mbona haisemi tumkumbushe? Mbona inasema wewe umelalamika kwamba Sayuni analalamika, anasema nimemsahau. Halafu Baba anasema, je, mama anaweza kumsahau mtoto wake anayemnyonyesha? Je, kama inatokea mama hawezi akamsahau mtoto anayemnyonyesha, anasema hivi, ukweli nakwambia mama anaweza, hata kama unafikiri hawezi, lakini anaweza. Halafu anasema, lakini mimi sitakusahau wewe. Isaya 49:14 na 15. Anasema, kwa nini? Nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako si mbele yangu daima. Kwa hiyo unaposoma Isaya 45 mstari wa 25, inaposema unikumbushe, hapo mbele 26 pale, nikumbushe, eleza mambo yako ili uweze kupata. Ukumbuke kuna 39 mbele yako inayosema hasinzi wala hakusahau, kwa sababu amekuchora kwenye mikono yake. Kwa hiyo waombaji wengi utasikia wanasema, Baba ukatulinde. Ina maana hutulindaji wewe. Kuanzia sasa hivi tunakuamuru ukafanya hivi, ukatutangulie katika safari hii. Ina maana hututanguliaji wewe. Kuanzia sasa hivi ukatutangulia, ukatubariki. Ina maana hujawahi kutubariki, sasa fanya hivyo. Hayo sio maombi, ni command. Wana Mungu asiyejua wajibu wao. Ukiwauliza tu, je, wewe si ni baba, wewe si ni mama, je, mtoto wako haujui ana njaa, haujui anahitaji hichi? Watakwambia hapana, najua. Yesu alisema, nyinyi mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Je, vipi yeye? Nyinyi mnabishana hata na hilo. Mnaona nyinyi ndio mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, lakini wewe hajui. Kwa hiyo waombaji wengi sio waamini, kwa sababu muda mwingi wanapeleka mahitaji kwa Mungu. Ni Mungu aliyewasahau, ni Mungu ambaye hana wajibu. Kwa hiyo wao wako hapo kumkumbusha, tafadhali, tafadhali Mungu, tafadhali Mungu, tafadhali Mungu, usipitiwe, kumbuka. Sasa hapa inasema, lakini pasipo imani. Pasipo imani, Biblia imesisitiza pasipo imani.
Imani imeandikwa kwenye Habakuki, anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mtauambia chochote kiwe vyovyote. Lakini kwenye maombi huwa tunatafuta mtu wa kumlaumu kwa jukumu ambalo sisi tumeshindwa kuamini. Tutafute nani mchawi? Ngoja tu siku moja na mimi nitasikiwa, ionekane umewekwa kwenye foleni. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa kumtafuta, usiende mlimani. Kumtafuta, usiende kwenye maombi. Kumtafuta, nenda kwenye mawazo yako. Mtafute, yeye ni uzima. Mtafute mpaka umpate, yeye ni baraka. Mtafute mpaka umpate, yeye ni haki. Ukimpata haki, ni pale utakapojipata wewe ni mwenye haki. Hapo ndo utakumempata mwenye haki, maana yeye aliyeumbwa na Bwana ni roho moja naye. Bwana ni mwenye haki. Kwa hiyo ukimpata, utajipata pale ni mwenye haki, ndio huwa umempata. Wakati hujajipata wewe ni mwenye haki, endelea kutafuta kwenye mawazo yako, endelea kutafuta. Kwa hiyo mstari wa 4 umetaja Habili, mstari wa 5 umetaja Henoko, mstari wa 7 umemtaja Nuhu, mstari wa 8 umemtaja Ibrahimu. Hajataja kwa mtiririko ule ambao tumetaja kule kwenye Mwanzo sura ya 5, lakini yuko tu pale pale. Na kwenye mstari wa 11 anamtaja mwanamke mmoja shupavu anaitwa Sara. Baada ya mstari wa 11, mstari wa 13 anawataja watu kwa mtiririko. Anasema hawa wote wakafa katika imani. Kwa nini wakafa katika imani? Wakafa katika imani, yani wanaamini, ila ni kama message iliyotumwa kwa mtu ambaye baada amezima simu, ambaye ni Yesu Kristo, atawashia simu pale juu ya msalaba. Walikuwa wameishi kwa imani, kwa awareness zao, kujiona katika uhalisia wa ahadi za Mungu kwao, kuziona zilikuwa zimetimizwa, zikianza na baba yao Ibrahim. Alikuwa kweli ameshuhudia ile nchi ya ahadi na kaitawala, na utajiri wa kila kitu ambacho alikuwa ameahidiwa alikuwa ameushuhudia. Lakini kutoka kwa wana wa Israeli Misri walikuwa wameshuhudia. Kupewa nchi ya ahadi ya Kanaani kwa yao walikuwa wameshuhudia. Lakini pia na nyakati ngumu ambazo walikuwa wameahidiwa kwamba mtakapokuwa mmeacha kuja kuwa connected, awareness yenu itakapokata kwenye kujiniona mimi, mtaona kitu kingine tofauti. Mtajikuta watumwa, mtajikuta kwenye hali hizi, mtajikuta wagonjwa. Hali hizo pia zilikuwa zimetokea. Mstari wa 13 anatutajia wengine, anasema hawa wote wakafa katika imani, hawakupokea ile ahadi. Ahadi ni wao kuzaliwa katika roho, wawe ni roho hapa duniani. Na hilo linathibitishwa kwenye Waefeso sura ya 1 mstari wa 13, ambapo anasema moja kwa moja kwamba sisi tunayeamini tumepokea yule roho wa ahadi aliye mtakatifu, ambaye hawakumpokea, walikufa wakitarajia hali hiyo ya kuzaliwa. Kabla ya msalaba watu hawakuwa wanazaliwa kwa roho. Roho alikuwa anakaa juu yao, lakini hawakuwa wamezaliwa kwa roho. Baada ya msalaba ndipo watu wanaoamini wanapata fursa ya kuzaliwa. Hawa wote wakafa katika imani, hawakuzipokea zile ahadi, bali waliziona tokea mbali, wakashangilia na kukiri kwamba wao walikuwa ni wageni na wasafiri juu ya nchi. Akaendelea kuwataja. Sura ya 17 anatajwa Ibrahimu, anatajwa Isaka,
sura hiyo anataja na uzao wake 18, uzao wa Isaka. 20 anataja Yakobo ambao ni uzao wa Isaka na ndugu yake Esau, lakini anampiki Yakobo kwenye mstari wa 21. Kwenye mstari wa 22 anatajwa Yusufu. Huyu ndiye aliyewasababisha wakaenda Misri. Kwenye mstari wa 23 anatajwa Musa. Huyu ndiye aliyewatoa wana wa Israeli Misri. Kwenye mstari wa 27 anatajwa Musa ameanza hatua za kuwatoa wana wa Israeli Misri, lakini akaanza kutoka yeye. Mstari wa 28 anazungumza baada ya kurudi, wakati wanatakiwa kuondoka, akaifanya Pasaka ambayo ndio ile tunayoona Kutoka sura ya 12 mstari wa 11. Mstari wa 29 anataja namna muujiza ulivyotokea, bahari ilivyopasuka ya Shamu wakapita katikati. Mstari wa 30 linatajwa tukio kubwa la Yeriko, ukuta wake kuanguka na wao kuingia ndani. 31 anatajwa mwanamama mmoja mashuhuri na shujaa anaitwa Rahabu. Lakini mstari wa 32 mwandishi anasema hivi, nami niseme nini tena, maana wakati usingelitosha kuleta habari za kina Gideon, habari za kina Yefta, habari za kina Samson, habari za kina Daudi, habari za kina Samueli na manabii wote. Mstari wa 39 anasema, na watu hawa wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani zao, hawakupokea ile ahadi. Mstari wa 40 anamaliza kwa kusema, kwa kuwa au kwa sababu Mungu alikuwa ametuandalia sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hapa ndo simu inaenda kuwashiwa na wote tunaingia. Kwa hiyo hii ni story moja ya ajabu sana ambayo nilitaka kushare na wewe.